جميع صحابة رسول الله أجمعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Maana nyingine ya Shaaban, maana yake ni kwamba tashahubu annas li bahthi almiyahi wal at'ima, ni kipindi ambacho mwezi wa Shaaban ndio mwezi ambao watu walikuwa wakihangaika huku na huku kutafuta maji, hasatan fi shahri Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. Lakini katika huu mwezi wa Shaaban ndio mwezi ambao imefaradhishwa swala 5 katika mwaka wa pili. Samahani, imefaradhishwa mwezi wa Ramadhan. Ramadhan imefaradhishwa katika mwezi wa Shaaban katika mwaka wa pili wa Hijra. Na katika mwezi huu wa Shaaban ndio mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuoa mkewe mdogo Juwairia bintul Harith. Sasa kwa sababu tunaingia katika mwezi wa Shaaban na kesho inshallah ni Jumatatu, lakini ni Jumatatu inaingia katika mwezi wa Shaaban, tutaiangalia Jumatatu inaingia katika mwezi wa Shaaban, na insha Allah tutaiangalia Alhamis inaingia katika mwezi wa Shaaban. Kihistoria sisi Waislamu inatufundisha nini? Tujiandae nini? Ima ni mimi kiasi niwezacho, ama ni wewe kiasi uwezacho. Lakini tukumbushane jambo ambalo ndio kichwa cha mwili. Uislamu una nguzo 5 na umejengewa juu ya nguzo 5 na umesimama juu ya nguzo 5. Nguzo moja katika hizi ikiwa italegalega, Uislamu wa yule mtu ama wa eneo lile unakuwa hauna baraka. Sasa katika mwezi huu wa Shaaban ilifaradhishwa sala. Sala faida yake ni nini? Ndugu yangu Muislamu unaonifuatilia kupitia Africa TV na Khidmatu TV, katika suratul Ankabut aya ya 45 Allah anasema inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, hakika sala ikiswaliwa kama alivyomwamrisha Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye akatuamrisha sisi, basi swala ile ni sababu ya kumziwia yule mswaliji kutokana na mambo machafu na mambo maovu. Hiyo ni faida moja ya swala. Ukienda katika suratul Baqara ambayo ni sura ya pili aya 277, Allah anasema innal ladhina amanu wa amilus salihat, hakika ya wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na wakafanya matendo mema, wa aqamus salata, na wakasimamisha swala, yani wakasali kila siku muda unapofika, wa atawuz zakata, na wakatoa zaka. Wale wafanyabiashara ambao wamefikia kiwango wakafanya mahesabu, lahum ajruhum inda rabbihim, hawa watakuwa na malipo yao kwa Mola wao Allah aliyewaamrisha kuamini na kuswali na kutoa zaka. Wala khawfun alayhim, wala hawatakuwa na hofu kwa yale waliyofanya hapa duniani. Wala hum yahzanun, wala hawatakuwa na huzuni kwamba nilipoteza muda wangu kusali, nimetoa zaka mali yangu, sijui nimemwamini Mungu. Kumbe hapana, hawatakuwa na wasiwasi, watakuwa na utulivu kwamba unapokuwa unayatenda haya Mwenyezi Mungu amekuwekea akiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Haya, tukienda katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala anaisimulia Jubair ibn Nufair, anasema qala Rasulullah, amesema mtume wa Allah, ma uhiya ilayya an ajma'a al-mala, mimi sikuteremshiwa wahi kwamba mimi mtume kazi yangu iwe ni kukusanya mali, wa an akuna minat tajirina, niwe katika matajiri, hapana. Walakin uhiya ilayya, mimi mtume nimeletewa wahi, an sabbih bihamdi rabbika, kwamba litukuze jina la Mola wako, wa kun minas sajidin, na uwe miongoni mwa wenye kumsujudia Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, endelea kumwabudu Mola wako mpaka siku ya kufa kwako itakapokuwa imefika. Rawahu al-Baihaqi fi sharh sunna, katika sharh Mishkat al-Masabih. Ndugu zangu, hapa tunapata fundisho kwamba kwamba Muislamu anatakiwa, mtume mwenyewe alisema mimi sikutumwa nimetumwa nije nisimamishe ibada. Hadithi ya pili anaisimulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufail al-Adawi al-Qurashi al-Makki radiyallahu anhuma. Mtume anasema ani nabii fi suali Jibril iyahu ani al-Islam. Mtume alimuuliza Jibril, au Jibril alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Islam, alimuuliza Uislamu ni nini? Akasema antashhada an la ilaha illa Allah, Uislamu ni kutoa shahada, kutamka kuwa hapana mola mwenye haki ya kuabudiwa kuombwa isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na hakika Muhammad ni mtume wa Allah, wa an tuqima as-salah, na usali kila siku, huo ndio Uislamu. Wa an tuqima as-salata, huo ndio Uislamu. Maana yake ni kwamba mtu Muislamu ambaye haswali, mwanamke haswali, mwanamume haswali, maana yake ni kwamba bado hajausimamisha Uislamu. Watuti ya zakata, na utoe zaka. Utakapokuwa umefanya biashara, umefikia kiwango, ukafanya mahesabu, ukawafuata wataalamu mashehe wakufanyia mahesabu kwamba bana, mimi biashara yangu nimeianza kadhaa, mtaji wangu ni huu, mpaka sasa nimefikia kiwango kadhaa, kwa mwaka huu watakuelekeza kwamba zaka yako ni kiasi gani. Kwa hiyo ukitoa zaka wakati wewe ni mfanya biashara, umefikia kiwango, tayari umeusimamisha Uislamu. Hata kama watu hawatokuona, lakini tayari kule kuswali kwako kila siku na kutoa zaka baada ya kufikia kiwango, tayari umeusimamisha Uislamu. Watahujja albaiti, na uende kuhiji, uende ukaizuru nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uende ukaizuru nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watatamira, na uende ukafanye umra. Kwa hiyo Muislamu ambaye ana uwezo, amefikia kiwango cha kwenda kuhiji, nchini kwake kuna amani kama ilivyokuwa nchini kwetu hapa Tanzania. Alhamdulillah, 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 tuna neema ya amani na utulivu. Sikiliza nchi za jirani na nchi nyingine za Afrika ni vurugu, lakini sisi bado tuna neema ya amani wa Tanzania. Hii ni neema ambayo Mungu ametupa, msiichezee. Hasa tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Kwa nyinyi Waislamu, na kuombeni Tanzania nzima, kama hamtoyokubali haya ninayokuambieni, mkawaona wanasiasa ndiyo bora yatakayokupateni shauri yenu, wewe utakimbia nchi na mimi nitakimbia nchi, au tutabomolewa wote, kila kitu kitabomolewa. Kwa hiyo tunakwenda kwenye uchaguzi wa 2025. Waislamu, na kuambieni, msiwe na akili za kudokolewa, kuweni na akili timamu. Amani, amani, amani ni neema. Nikiyasema namna haya, mtu anaweza akasema shekhe kanunuliwa, shekhe tayari kishapewa mzigo, nipo katika mihrabu. Ibilisi mwenyewe ukimuuliza
kiongozi wa kupoteza watu atakwambia ujamaa hajapewa hata jero. Mtume amesema Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Qusay ibn Abd Manaf ibn Kilab ibn Murra ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Ma'ad ibn Adnan mpaka kwenda kwa Ismail alayhi salam. Mtume anasema man asbaha minkum aminan fi sirbihi, atakayeamka yupo amani pale anapoishi. Yani umeamka asubuhi ama umeamka mchana, pale ulipo pana amani, pana utulivu. Ukiacha milipuko ya bodaboda, manake bodaboda wanakera. Naomba bodaboda mlisikie hilo, nakwambieni bodaboda mnakera. Mmeweka vidude kwenye exhaust vinalia kama bastola, vinalia kama mizinga, mnawaumiza wagonjwa. Kuna watu wana maradhi, kuna watu wanaumwa ya mishtuko, mnaosababishia maradhi. Bodaboda webo maboa waache hizo. Mmesikia nye maboa? Hao wanaitwa maboa, sawa? Wanaitwa maboa, wanakera. Vitu vinalipuka Magomeni, Kariakoo, Manzese, Mbagala, siyo wapi, wanakwenda kuvinunua. Wengine wanatoboa exhaust, vinauzwa katika maduka ya vifaa vya nini, vya magari na pikipiki. Sasa yani wakati mwingine unashtuka kama kuna imepigwa risasi, kumbe ni bodaboda anapita. Ni hatari. Sasa ndio maana bodaboda wakati mwingine wanapatwa na ajali za ajabu, kwa sababu hawawezi kujua kuna mtu amemkera, anasema ya Rabbi, ameniumiza huyu, na wewe unaumizwa na kadari ya Mungu. Bodaboda chukueni hiyo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukiamka pahala ulipoamka pana amani, kama hivi kwetu hapa pana amani na utulivu. Mtume akasema man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadi, umeamka una afya nzuri, indahu qutu yaumihi, unacho chakula angalau hata hela ile ya kunywa alkasus unayo, au yakula hata hamri moja, kama wanavyosema ndugu zangu wa Kenya. Waandazi wao wanaliita hamri, sisi tunaita mahamri, huko tunajua lingine, lakini ndio hayo. Sasa ukawa na pesa angalau ya kununua andazi au kashata, ndahu qutu yaumihi. Mtume akasema fakaannama hizat lahu dunya biadhafiria, huyo mtu ni kama vile amepewa utajiri wa dunia na vilivyomo katika dunia. Ukiwa na neema tatu: kwanza, ulipo pana amani; pili, umeamka una afya; tatu, una chochote angalau hata una buku mfukoni, ama una jero, sawa, ama una senti. Kenya wanasema una ndururu, angalau una ndururu, au una mapeni. Mapeni Kenya ni hela, sisi tunasema pesa, wao wanasema mapeni. Sisi tunasema senti, wao wanasema ndururu. Hizi ni katika alama ya kuwepo Mwenyezi Mungu, kutofautiana katika lugha. Sasa ukiwa na neema hizi, basi umepewa. Sasa ndugu zangu, hebu angalieni nyinyi mnaoishi Dar es Salaam, ndio shinda Kariakoo. Angalieni tu Kariakoo kwa leo Jumapili namna ilivyotulia. Kila mtu anapata riziki yake, hakuna anayekimbia. Ni neema ya amani. Na kuombeni Waislamu asitokee mtu akawashawishi kuingia barabarani. Mimi Rusagani anamwambia, na wanasiasa naomba uniangalie, akisisitizwa na mwanasiasa kwamba tuingie barabarani, hatukubali. Mwambie mwanasiasa, wewe kibogoyo, ingia mtaani na mkeo na wanao, mimi siendi, usigeuzwe bwege. Mmesikia Waislamu? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah inakupa kuwa na akili. Hili ninaloambiwa ni sahihi au sio sahihi? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema watahujja albayt, na ukaenda kuhiji. Sasa huyu Muislamu ana uwezo wa pesa,
ya kwenda Maka na kurudi, na pale katika nchi yake kuna amani na afya ipo, lakini bado anasema shekhe, nikiondoka bana wiki mbili tu hizi hapa vijana wanaharibu kazi hapa ofisini bana, dukani wanaharibu bana, wanaharibu kazi bana. Sasa sijui tutamwachia nani? Wewe mwenye hela matajiri, ninyi wafanyi biashara, wewe unajua ukifa wewe biashara yako anasimamia nani? Kwa hiyo ninawaomba Waislamu wenzangu, Qur'an sura 31 aya 34. Qur'an sura 31 aya 34, Allah anasema wama tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, mwanadamu hajui anakufa lini. Nendeni mkahiji Waislamu, nendeni mkahiji. Msikilizeni mtume anavyosema sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Abbas anasema mtume amesema, taajjalu ila alhaji, enyi wenye pesa fanyeni haraka mkahiji. Fa inna ahadakum, hakika mmoja wenu nyinyi wenye pesa mmefikia kiwango cha kuhiji, la yadri, hajui, ma ya'ridu lahu, yatakayomtokea baadaye. Rawahu Ahmad wal Fakihi fi akhbar Makkah. Kwa hiyo hujui kesho inatokea nini, nendeni mkahiji. Yani mtu mwingine anasema, shekhe, hii taasisi dola ngapi? Wananipunguzia. Watapunguza, mwambie wapunguze kidogo kidogo bwana. Lakini anapokwenda kununua tiketi ya mpira haombi kupunguziwa, si ndio? Akienda kununua tiketi ya mpira haombi, lakini kwenye hija, kwenye ibada, Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi nyingine akasema, tabi'u baina al-hajj wal-umra, fululizeni, fatanisheni kati ya hija na umra, fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunuba. Ukifanya umra kisha ukafuatisha ukafanya hija, unafutiwa ulofa, umfakiri, na unafutiwa madhambi. Kama yanfi al-kiru khabatha al-hadidi, kama vile chuma kile cha kutumia chuma kinavyokuwa kinaondoa chuma chakavu, wadhahab, na kama dhahabu inavyosafishwa, walfidda, na kama inavyosafishwa. Walaysa lilhajjati almabrurati thawabun illa aljanna, malipo ya hija iliyopokelewa kwa Mwenyezi Mungu ni pepo. Rawahu Tirmidhi. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithul qudsi anasema, yaqulu Allahu azza wa jalla, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, inna abdan sahhahtu lahu jismahu, hakika mja wangu ambaye nimempa afya ya mwili wake, wa wasa'tu alayhi fil maisha, nimemfanyia wepesi katika maisha, kazi zake zinakwenda vizuri. Tamdi alayhi 5 awam, anapitiwa na miaka 5. La yafidu ilayya, haji kunitembelea katika nyumba yangu. La mahrumun, huyu amenyimwa radhi zangu. Rawahu wa sahahu Sheikh Al-Albani rahimahullah. Kwa hiyo ina maana hapa umepewa na afya, amekupa na mali, uendi kumtembelea, basi ujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakasirika. Hadithi ya mwisho katika kuwasisitiza watu waende wakahiji, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema, qala Rasulullah, amesema Mtume, man arada alhajja, anayetaka kwenda kuhiji, aliyeweka nia ya kuhiji baada ya kufikia, ana pesa anazo, faliyataajjal, afanye haraka mwaka huo wakahiji, asicheleweshe. Fa innahu, hakika huyo ambaye tayari ana uwezo wa kwenda hija, qad yamridul marid, anaweza akapatwa na ugonjwa ambaye mwenyewe akaugua ama akauguza. Watadhillu dhalla, anaweza akafilisika, anaweza akapoteza ile hela aliyokuwa nayo. Wata'ridu lahu haja, anaweza akatokewa na dharura yoyote. Rawahu Ibn Majah. Kwa hiyo ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukumbusha katika haya, nendeni mkahiji. Wafanyabiashara wa Kiislamu, kuna wengine hamjaenda kuhiji, wafanyabiashara wa Kiislamu wa kike wa kiume, na kuna wengine ni mabosi maofisini, katika maofisi ya watu binafsi, wengine katika ofisi za serikali ni Waislamu, wanapata allowance nzuri, wanapata overtime nzuri, wanapata vikao, katika vikao wanapata allowance, hawaendi kuhiji. Wao kazi yao kuvaa suti, tuna chips,
my friend, umekufa bila kwenda kuiji, mwanangu unakwenda kudundwa tu. Uyaamini haya, subiri ufe. Lakini niwakumbusha katika sura Ghafir, Allah anasemaje? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allaha basirun bil ibad. Sura Ghafir aya 44. Ipo siku mtayakumbuka haya ninayokuambieni. Watu wenye hela hamtaki kwenda kuhiji maofisini, katika ofisi za serikali, vyeo mbalimbali. Mna hela, mnasubiri mpaka mstaafu, na mkistaafu hayo mafao wenyewe kuyapata mpaka mnazeeka, viuno vinakuwa vimeshalegea, anatembelea mkongojo, akienda anaambiwa faili alionekani masijala, akienda masijala faili alionekani, mpaka unakufa hujaenda kuhiji. My friend, unakwenda kudundwa tu, unakwenda kudundwa tu, utapigwa. Na kuna nyoka anaitwa Shujaa wal Aqrab. Uyaamini haya. Fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Qur'ani anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rasulullah ameshafariki, ametuachia maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo yalihifadhiwa na masahaba, ambayo mpaka ametufikia na sisi kupitia mashekhe wetu rahimahumullah. Allah anasema fadhakkir bil Qur'an, wakumbushe umma wako kwa kutumia Qur'an. Fadhakkir bil Qur'an, wakumbushe kwa kuitumia Qur'an. Baul munabasa, man yakhafu wa'id, wale ambao wanahofia ahadi yangu. Kwa hiyo nimewakumbusha ndugu zangu, angalieni taasisi, chagua mwenyewe pesa ulizo nazo, dola 5,000, 6,000, sio elfu ngapi, nenda kajiandikishe, uende ukahiji, uondoe vima. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema vile vile, swali aliulizwa na Jibril, akaambia wataktasil wata'tamil, uende umra. Waislamu hawataki kwenda umra, na umra ni ibada fupi sana na matendo yake ni machache sana. Ni kuleta nia katika miqat, sawa, na kufanya tawaf na kutufu, kutufu, kisha kufanya sa'i. Baada hapo unakwenda kunyoa, umemaliza. Mwenyewe utaamua, Maka ukae siku moja, Madina ukae siku moja, sawa. Na unafika Maka, nenda kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nenda kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nenda kwa Habibullah sallallahu alayhi wasallam. Wallahi Madina ni tamu. Ukienda Madina unaona raha, roho raha, unajisikia raha. Na ukiona unakwenda Madina unapata kero, unajisikia kero katika mji wa Rasulullah. Rasulullah amelala pale, unajisikia kero. Tia shaka katika imani yako, una matatizo. Ukienda Maka unajihisi kero, bana hapa nachelewa tu, sijui utaondoka lini hapa, tushafanya kila kitu. Ukijiona wewe una matatizo, ni vizuri uambie mashehe wa kuombea dua, inawezekana una tatizo. Mtume akasema wataktasila min aljanaba. Uislamu pia vile vile ni mtu kujifundisha kuoga janaba. Waislamu hawajui kuoga janaba, wanamume kwa wanawake. Wanamume wanatembea na janaba, wanawake wanatembea na janaba. Wanawake wanatembea na hedhi na nifasi. Janaba jumlisha hedhi jumlisha nifasi, unapata nini? Unapata janaba hedhi square. Ukijumlisha kwamba mabinti wa sasa, mabinti wa kisasa, wanawake wa sasa wote wanataka wawe na kucha ndefu kama spana. Anakuwa na kucha ndefu kama spana. Mguu unaweza kukuta una rangi ya njano, mguu una rangi ya nini. Ukijumlisha ana nywele za mkonge. Nywele zenyewe zinanunuliwa hapa Msimbazi. Eti kweli si kweli?
Nywele zenyewe zinauzwa hapa Msimbazi, nywele za kununua. Almuhimu aonekane naye Mwarabu. Wewe rafiki yangu, Mungu alishakwambia wewe ni muha, nywele zako zitakuwa fupi tu kama maharage. Nywele zako wewe ni msambaa, wewe ni muha kama mimi. Sawa, nywele zangu ni fupi. Mwarabu Mungu alishampa nywele ndefu, Msomali Mungu amempa nywele ndefu, Mzungu Allah amempa nywele ndefu, Muhindi sijui Allah amempa nywele ndefu. Sasa wewe unalazimisha uwe na nywele ndefu, hatimaye unakwenda kununua mkonge hapa Kariakoo, na hawa wenye nywele za kubandika wakinyeshewa na mvua, mkipanda nao kwenye daladala, rafiki yangu lazima uvae barakoa. Natoa harufu hiyo. Kwani tunapanda daladala wakati wa mvua? Mzee Sheikh amejuaje? Mimi nakwenda daladala, lakini huwezi kunijua kule ndani nipo kimshikaji zaidi.